Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tanzania kusema matatizo yao, lakini kwa nafasi hiyo pia kuhakikisha kwamba linakuwa daraja la kuisimamia serikali na kuzifikisha sauti za Tanzania katika kwa serikali ambayo inatakiwa itende kulingana na matakwa ambayo katiba imeamuru serikali iatende kwayo. Baran Silo amezungumza hapo kwa ufupi kuhusiana na yeye ni nani, na pasi na shaka nafasi hiyo aliyoipata imeshampa uzoefu tangu mwaka 2023 alipopata wakati wa kuwa miongoni mwa wenyeviti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichaguliwa baada ya aliyekuwa mwenyekiti kuingia katika nafasi ya naibu spika. Musa Azan Zungu alikuwa ni mwenyekiti, na alipokuwa naibu spika Daniel Baran Silo akapiga kura kujaza nafasi hiyo, na hivi leo anawania nafasi ya naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kisha historia yake katika utendaji wa nchi ya Tanzania, hususan katika uga wa kibunge. Yeye alianza kujitosa katika nafasi ya kuwania uongozi wa wakilishi wa wananchi mwaka 2015 alipojitosa kwa mara ya kwanza kuwania ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Babati vijijini. Isivyo bahati hakupata nafasi hiyo, lakini hakufa mtima, akarejea mwaka 2020 alipoibuka kidedea na kuwakilisha wananchi wa Babati vijijini. Imekuwa ni muda si mrefu sana, ni miaka 5 hii uongozi wake, na sasa amerejeshwa kwa kipindi cha pili na wananchi wa Babati vijijini, wakiamini kwamba atasimama katika jukwaa hilo kuwaletea maendeleo, na huku akiendelea kuaminiwa kushikilia nyadhifa ambazo tunaweza kusema, tunasema ni mtu ambaye yuko calculated, ana hesabu zake za kiuongozi, kwa sababu tu katika miaka yake 5 ya mwanzo amefanikiwa kuwa mwenyekiti wa bunge, na kama nilivyosema alichukua nafasi ya Musa Zungu ambaye aliteuliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama haitoshi, amepata kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, miongoni mwa kamati ambazo zinahakikisha kwamba bajeti ya serikali kuu inakwenda na kuweka malengo ambayo yataainishwa na kutumika vema na kuwa na yataakisi mwanga wa namna ambavyo fedha za serikali zitatumika. Na kamati hiyo pia imekuwa ikihusika kwa nafasi kubwa kutoa mapendekezo na ushauri wa namna bajeti inavyotakiwa kuwa, na yeye alisimama katika nafasi hiyo akihakikisha kwamba kamati ya bunge ya bajeti inakuwa miongoni mwa washauri wazuri wa Wizara ya Fedha ili wananchi wapate nafasi yao vizuri. Wenzake katika nafasi ya Mtanzania ambao walikuwa naibu spika leo, hii utaipata habari kutoka kurasa wa 7. Serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio, hii utaipata kutoka kurasa wa 5. Kiundani zaidi, chama cha mawakili cha serikali TPPA shalani vurugu za mauaji, hii utaipata kutoka kurasa wa 5. TRA ya wafariji walioathirika vurugu za maandamano, hii utaipata kutoka ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mtanzania leo. Ni katiba ina msemaji ama inampa nafasi gani ya kiutendaji kama miongoni mwa watu ambao watatumika kwa kuhudumia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuunganisha wabunge, kushirikiana na spika wa bunge, mamlaka alionayo Museveni anasema ya kuchukuliwa kwa kipaumbele kikubwa, kwa sababu Tanzania bunge kama muhimbili mwingine wenyewe likitegemea hapa na kufanya kazi zake kila siku, linahitaji watu makini, watu ambao wanajua miongozo, kanuni na taratibu za bunge ili kuyaendesha maisha, kuwaweka pamoja watu hawa wazima. Hizi zote utapata katika gazeti hili la Uelekeo. Hapa niko na Mwananchi anatuambia matarajio ya wananchi. Habari hizo utapata kutoka kurasa wa 2, wa 3 na wa 4.
wanasema yaliyotokea Oktoba 29 kutokana na majeraha, vilio vya mauaji, kesi za uhaini vilivyotokana na vurugu za uchaguzi. Matarajio ni kuona Rais Samia kesho anatoa faraja, mwelekeo mpya unaokwenda kuponya na kuimarisha umoja. Uteuzi wa waziri mkuu, haiba, msimamo, uwezo, uadilifu na wa waziri mkuu atakayeteuliwa leo nao wanatajwa kutoa taswira ya utendaji wa serikali wa miaka 5 ijayo. Lakini hapa wanasema mwelekeo serikali mpya. Hotuba ya kwanza ya Rais Samia kwa bunge inasubiriwa kutoa mwelekeo halisi wa serikali, mipango ya maendeleo, uimara wa bunge katika kuimarisha serikali. Na habari hizi utazitoa katika gazeti hili la Mwananchi kutoka ukurasa wa 2, wa 3 na ukurasa wa 4. Wananchi wanajenga hoja 7 wanazotamani zipate majibu kupitia hotuba ya rais anapozindua bunge la 13, waziri mkuu mpya, baraza la mawaziri na vurugu za uchaguzi navyo vyachukua nafasi. Lakini Mwananchi wanamalizia hapa, mrundikano wa wanafunzi mtakuja kushtuka. Hii pia utaipata kiundani zaidi kutoka kurasa wa 16 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia hapa tunamalizia, Lissu alianzisha upya awapinga mashahidi. Hii pia utaipata kutoka ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi leo siku ya tarehe 13 Novemba 2025. Lakini hapa tunamalizia na Mwanahabari. Mwanahabari wanatuambia kumekucha Dodoma, serikali mpya kutangazwa leo bungeni, jina la waziri mkuu lasubiriwa kwa hamu, wananchi wafunguka waziri mkuu ajaye awe mwenye hofu ya Mungu atakayeunganisha Watanzania pamoja. Hii habari utapata kutoka ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwanahabari. 38 washikiliwa kwa kuingia nchini kinyume na sheria, utasoma kutoka ukurasa wa 2. Makonda mjengoni hapa kubeba Arusha mjini, utapata kutoka ukurasa wa 3. Dr. Mpango atoa wito kuimarisha ulinzi wa mazingira kutoka ukurasa wa 2. Kesi ya Lissu yaahirishwa hadi itakapopangiwa kikao kingine, utapata kutoka ukurasa wa 2. Na tukiangazia leo katika magazeti, habari kuu ni kuhusu kuteguliwa kitendawili cha nani atakaye chukua kiti cha uwaziri mkuu. Kwa hiyo nadhani leo wote tuko na matumaini ya kuona au tuko na hamu ya kujua ni nani atakayechukua kiti cha uwaziri kutoka hayo majina ambayo wengi wamekuwa wakiyatabilia sana. Basi hadi kesho niwatakie usikilizaji na utazamaji wa vipindi vyetu vijavyo. Habari ya asubuhi ambayo nimekabidhia siku ya leo. Mheshimiwa Spika, ni kuahidi kwa ushirikiano mkubwa na kushauri kwa uhalifu mkubwa kwa manufaa ya Watanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.